Ajenda ya katiba mpya sio ajenda ya upinzani, ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi, kuanzia awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Kikwete na awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na tayari ameweka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, alishatoa ahadi na tayari michakato imeshaanza na inaendelea. Kwa hiyo sio ajenda ya wapinzani. Wapigieni makofi sana kwa aibu. Makofi hayo yawafikie kwa aibu, ni makofi ya aibu. Kwa hiyo ajenda hii sio mpya, wala jambo la kusema kwamba katiba mpya. Mtakumbuka katika awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, kwa nia njema serikali ikatenga fedha, wabunge maalum wakateuliwa. Walivyoenda mle, ni hawa ndugu zetu ndio walioenda kupinga, wakatoka wakaanzisha kitu kinaitwa UKAWA, Umoja wa Katiba ya Wananchi. Uongo kweli? Walivyopinga wakatoka nje, hawakurudi tena. Fedha, mabilioni ya fedha yaliteketea ya Watanzania. Rasimu ya Warioba ikabaki pale. Fedha hizi zote zilivyotoka na zilivyoteketea, wao wakaenda kuanzisha UKAWA, na hatimaye wakaenda wakaungana vyama, wakasema watakuwa na mgombea mmoja wa UKAWA. Walipofika kwenye huo umoja pia hawaaminiani, na ndio maana tunasema sura 3 za mnafiki. Walipofika kwenye kushindwa kuaminiana, mimi nilikuwa nao kwenye vikao vyote, vikao vya chama cha wananchi CUF, kikao cha NCCR Mageuzi, wakati huo NLD na Mzee Makaini, wakati ule pia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na wakati huo ndo nilikuwa mwenyekiti wa vijana taifa, mwamba kabisa. Uongo kweli? Wakasalitiana kwenye vikao, na sababu ya umoja wa katiba ya wananchi UKAWA na ule uungano wa vyama vya upinzani, siri yake kubwa kushindwa ni kwa sababu walianza kugawana madaraka kabla hata ya kushinda uchaguzi. Wanakubaliana hivi, tukishinda rais kama akitoka Chadema, nani awe makamu wa rais? Wakasema wakati huo ametoka CUF alikuwa mzee Haji Duni. Uongo kweli? Wakasema mzee Haji Duni ndio makamu wa rais. NCCR wanauliza, sisi tukishinda hiyo nchi mtatupa wizara gani? Nani atakuwa spika? Nani atakuwa waziri mkuu? Wakaanza kugombana. NLD anataka, NCCR wanataka, lakini pia na vyama vingine. Wakaanza vikao vya kugombania mgawanyo wa madaraka, tukaanza kuvifanya kwenye maeneo mbalimbali. Leo sina muda, ningeweza kuambia vizuri. Ikaparanganyisha UKAWA, na matokeo yake wengine wakaja wakamchukua mzee Lowassa kipindi kile alipoingia kwa hati ya dharura, akaenda kuwa mgombea. Hawakujua CCM iko huko, na ukiwa mwana CCM ni mwana CCM daima. Mzee Lowassa akawaangalia akasema hamna chama hapa, akawapigia bye bye, akarudi zake Chama cha Mapinduzi, wakabaki wanagombana. Makofi mengi kwa akili kubwa ya Ligoyai Lowassa. Lakini pia wakati wanagombania madaraka ya nafasi hizo, ndio kikawa chanzo cha kusahau madai ya katiba, cha kusahau utaratibu wa katiba na kuzika mabilioni. Wakaja kwenye kugombania madaraka, vyama vikaparanganyika, wakashindwa tena kuendelea mbele. Sasa ndugu zangu, niwaulize ndugu zangu wa Zanzibar, hapo sisi Usukumani huwa tunajiuliza, mmeenda kuwinda, hamjampata swala, mnaanza kugombana nyinyi wawindaji kwa visu na marungu, kwamba tukimpata swala mimi nitachukua paja, huyo atachukua kichwa. Wakagombana hata huyo swala hawajampata. Ndicho walichofanya UKAWA. Wazomeeni. Leo hawa wanataka nchi hii tuwaamini. Tuwaamini kwa sura gani kama wao wenyewe wameshindwa? Kwa hiyo ndugu zangu, vilivyobaki kule ni vyama bendera, lakini ukombozi wa nchi hii na wa kweli utatoka Chama cha Mapinduzi, na huo nataka niwaambie ukweli leo. Yale mengine yaliyoyafanya, yapo mengine juzi wanakuja kudai, wanasema watu wanavunja katiba. Lakini hawa niwakumbushe, kuna kipindi hapa tarehe 20 mwezi Januari, tarehe 20 mwezi Januari au Februari ya mwaka 2025, kabla ya uchaguzi mkuu, walikaa baraza kuu wakakubaliana no reform no election. Wakasema hawataenda kwenye uchaguzi. Hao wakasema sisi hatutashiriki uchaguzi, na wakaamua kuto kushiriki na kuto kwenda kuomba uchaguzi.
chama chao hakina mwenyekiti wa mtaa, kitongoji, wala kijiji, wala shehia, hakina kiongozi yoyote. Alafu leo wanakuja kuambia, wanashangaa matokeo ya uchaguzi. Waliweka mpira kwa pani wakaondoka. Hao leo wamesahau walikuwa wanachagiza kama yale mahasi na machafuko yaliyotokea kwamba ni sahihi. Sasa Tanzania ilivyo njema na Mwenyezi Mungu anavyoipenda, hakutaka lolote litokee, Mwenyezi Mungu akainusuru nchi yetu, leo tuko salama. Kwa sababu hizo, kwa hapa Zanzibar, ndugu zangu, yapo mambo ambayo yamefanyika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ujumla wa fedha zote leo hapa Zanzibar ni zaidi ya shilingi za, ukiangalia kwa ujumla kwa fedha hizi kwa dola, ni zaidi ya dola bilioni 2.4 zimetolewa katika serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar katika maeneo ya maendeleo. Ni katika maeneo ya hapa Pemba peke yake tumeweza kuanza ujenzi wetu wa uwanja wa ndege wenye thamani ya bilioni 580, unajengwa na utakuwa uwanja mkubwa, utaongeza watalii na ajira. Makofi mengi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Mwinyi. Wanaona pale kwenye bandari ya Wete imewekwa shilingi bilioni 327, ndugu zangu, inaenda kuboresha bandari yetu ya Wete. Makofi kwetu Pemba, ndugu zangu. Leo VETA hii ni bilioni 4.5. Serikali ziko kazini na zimedhamiria kuhakikisha zinaleta maendeleo. Haya ndiyo yanayofanyika, lakini pia hata kwenye ujenzi wa barabara. Ndugu yangu Chande ameomba barabara, nitamfikishia Mheshimiwa Rais. Lakini fedha iliyowekwa kwenye ujenzi wa barabara peke yake ni bilioni 280. Makofi kwa Dr. Hussein Mwinyi, makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Haya yote yanayofanyika, ndugu zangu, si ajabu tunapata maadui. Na ndio maana unaona wanasema hoja hizi ambazo zote zinajibika, na ukiangalia hakuna madai ya msingi isipokuwa wamedhamiria kufanya vurugu. Ndugu zangu, katika haya ambayo yanafanyika kwa upande wa Pemba, hivyo hivyo Unguja yanafanyika na Tanzania bara yanafanyika. Ndugu zetu hawa wamebaki kupiga kelele kwa sababu ajenda za kisiasa hawana, mpango wa kisiasa hawana, ushuhuda wanaoweza kuutoa wapi walifanya maendeleo hawana mfano wowote wa kuonyesha zaidi ya kuweza kuchonganisha taifa letu na kuwapiganisha Watanzania.